Siku zote wanasema asiyekuwa na kwao ni mtumwa kwa wengine. Katika soka, msemo huu una maana pana sana, haswa kwa klabu isiyokuwa na uwanja wake binafsi na kuendelea kuwa mpangaji milele. Leo tunazungumzia ndoto kubwa ya soka la Tanzania, ndoto ya klabu kumiliki kiwanja chake binafsi. Kwa miaka mingi sana, vilabu vikubwa kama Simba Sports Club na Yanga Sports Club na vingine vingi nchini vimekuwa vikitegemea viwanja vya serikali kama Benjamin Mkapa. Lakini swali la kujiuliza ni je, huu ni wakati wa vilabu hivi kusimamia kwa miguu yake wenyewe? Au wakati haujafika? Karibu Jamvini, tuketi kitako kusikiliza makala hii. Mimi ni David Kiamani. Ili kuelewa kwa kina ndoto hii, kwanza tunapaswa kuangalia hali halisi ya miundombinu tulionayo kwa sasa. Ukweli ni kwamba vilabu vingi vya Tanzania havina umiliki wa viwanja vyao binafsi. Vingi hukodi na kuazima, na pale viwanja vinapokosa vigezo vya kitaifa au kimataifa hulazimika kufungiwa. Kiwango cha uwanja kinachokubalika na shirikisho la mpira la Tanzania TFF pamoja na Confederation of African Football kinahitaji mambo kama vile nyasi bora za asili au bandia zenye ubora unaotambulika na mifumo ya taa za usiku, yani floodlight zenye kiwango cha kimataifa, nyumba za kubadilishia nguo yenye hadhi kubwa zaidi, sehemu ya waandishi wa habari yani media tribune, usalama wa mashabiki na wachezaji, mfumo wa tiketi na udhibiti wa mapato. Tomaso alikuwa ni shuhuda wa kweli. Tanzania tumeshuhudia viwanja kadhaa vikifungiwa kwa muda kwa sababu ya kukosa vigezo hivi ambavyo nimevitaja hapo juu, hasa katika mechi za kimataifa za CAF. Na ushuhuda wa changamoto hizi hauko mbali na historia ya hivi karibuni, inatupa mifano hai. Viwanja vilivyowahi kufungiwa kwa kigezo cha ubora ni pamoja na uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja wa CCM Kirumba, uwanja wa Sokoine na uwanja wa Uhuru. Vilivyowahi kufungiwa kwa sababu ya kutokidhi viwango vya ubora vilivyowekwa na mamlaka ya soka kama vile CAF na TFF, ikiwemo kushuka kwa kiwango cha nyasi, miundombinu chakavu, dosari katika mifumo ya taa na usalama, pamoja na kutokidhi masharti ya kimataifa na kuandaa mechi za ligi kuu na mashindano ya kimataifa. Hili ni jambo linaloleta hasara kwa klabu na taifa kwa ujumla, lakini wakati wengine wakikumbuka changamoto hizi, wapo wanaodhubutu kuchukua hatua tofauti. Swala la klabu kumiliki kiwanja si miujiza wala hadithi, bali ni malengo ya maamuzi yanayoishi. Tanzania kuna vilabu vichache vinavyodhubutu kumiliki viwanja vyao. Kwa mfano, Azam FC wanamiliki uwanja unaojulikana kama Azam Complex Stadium. Huu ni mfano hai wa uwekezaji wa kimkakati. Pia KMC Football Club wana uwanja wao unaotumika kwa michezo na mazoezi, ambapo viwanja hivi vimekuwa vikitumiwa mara kwa mara na klabu zisizokuwa na viwanja. Je, tofauti yake ni nini? Msikilizaji, jiulize swali hili, lakini majibu yake yameze, huku ukiendelea kutazama na kusubiri kuuliza katika mahali panapostahili. Je, wanapanga ratiba zao bila kuwa na msukumo, au wanadhibiti mapato yote ya siku ya mechi? Au wanajenga utamaduni wa mashabiki katika eneo lao? La hasha, uwanja si mahali pa kucheza, bali ni alama ya heshima ya klabu, kwani kila klabu inayomiliki uwanja wake binafsi huheshimika ulimwenguni kote. Je, msemo huu wa akili ya kuambiwa changanya na ya kwako unaishi au unapaswa kuondoshwa? Kama bado unahitaji ushuhuda zaidi, basi hebu tuvuke mipaka ya Tanzania, tujifunze kwa waliotutangulia. Klabu ya Manchester United wanamiliki uwanja wao wa Old Trafford na Real Madrid wanamiliki uwanja wao wa Santiago Bernabeu Stadium. Viwanja hivi ni vyanzo vikubwa vya mapato kwa klabu hizo, kwani hupelekea ziara za watalii, yani stadium tour, kuanzishwa kwa maduka
jumla ya bidhaa za klabu, matamasha na matukio ya kimataifa kupitia kumbi zilizopo katika viwanja hivyo. Kwao wamegeuza uwanja katika matumizi ya biashara masaa 24 na sio dakika 90 tu za mpira. Waneni waliweka wazi kuwa kidole kimoja hakivunji chawa, hii kwamba suala la ushirika halikwepeki kwa yule asiyejimudu. Mbinu za ushirikiano wa sekta binafsi, yaani klabu kushirikiana na wawekezaji wa makampuni makubwa, uuzaji wa hisa, pamoja na kushiriki katika uwanachama, mikataba ya naming right, kampuni kulipia jina la uwanja, mikopo ya maendeleo ya michezo kupitia taasisi za kifedha au mifumo ya maendeleo, pamoja na uwekezaji wa hatua kwa hatua. Uwekezaji pamoja na kuweka hatua nzuri za kufanya maendeleo huwezesha kukuza kipato cha klabu. Jambo hili huwezesha kuanza na uwanja wenye uwezo wa kuingiza japo watu 10,000 hadi 20,000 badala ya kusubiri miradi mikubwa mabilioni, ambapo ndipo vilabu vingi hukwamishwa na jambo hili. Sasa swali la msingi linabaki pale pale, kama wao waliweza, sisi tunawezaje? Baba yangu alinifundisha kuwa haba na haba hujaza kibaba, nao hii haikuwa tu kwa ajili ya kufurahisha hadhira ya msimuliaji, bali kuleta hamasa ya kisaikolojia na kuongeza palipo na unyonge pawe na furaha zaidi. Pengine hakuna ulazima wa kuanza na uwanja wa watu 60,000, na pengine siri kubwa si kuanza kwa ukubwa, bali kuanza kabisa. Klabu ya Manchester City ilianza katika viwanja vidogo kama vile Maine Road, lakini kwa sasa inatumia Etihad Stadium chenye uwezo wa zaidi ya mashabiki 50,000, yani kuwabeba. Ukweli ni kwamba mafanikio ya kiuchumi ndiyo siri pekee. Pia klabu ya Arsenal ilianza katika uwanja mdogo wa Highbury uliokuwa na uwezo mdogo wa mashabiki. Baadaye ilijenga uwanja wa Emirates Stadium yenye uwezo wa zaidi ya mashabiki 60,000, ambapo nao suala la uwekezaji mkubwa limefanya na klabu husika kupitia hatua zaidi za kifedha. Hivyo umiliki wa uwanja si anasa, bali ni mikakati ya kimaendeleo. Upo umuhimu mkubwa sana wa klabu kumiliki uwanja wake binafsi. Miongoni mwa umuhimu huo ni pamoja na kuongeza mapato ya kudumu ya klabu, kujenga utambulisho wa klabu, kukuza akademi za vijana, kuvutia wawekezaji, pamoja na kupunguza migogoro ya ratiba za mashindano. Je, si ukweli kwamba vilabu vya Simba na Yanga kumiliki uwanja kunaweza kubadili kabisa sura ya soka la Tanzania? Mimi si msuluhishi wa hili, la hasha, bali suluhu ni fikra na matendo yaliyodhabiti. Lakini pamoja na faida hizi, kuna tahadhari ambazo haziwezi kupuuzwa. Ukweli unaouma ni kwamba kujenga uwanja si tu kuweka matofali, bali inahitaji usimamizi ulio bora wa fedha, wazi na uwajibikaji kwa viongozi, mipango iliyo bora ya kibiashara, utunzaji wa mara kwa mara wa uwanja, kwani uwanja usipotunzwa hugeuka mzigo badala ya rasilimali bora kwa watumiaji. Mwisho wa yote, kila ndoto ina gharama yake na kila mafanikio yanahitaji maandalizi. Ndoto ya Tanzania inahitaji kukua na kufikia katika soka la kisasa. Lakini soka hilo si tu miguu ya wachezaji na unyumbulifu wao uwanjani, bali na akili za viongozi katika kutafakari na kuboresha miundombinu ya kimichezo kwa viwango vya kimataifa. Na hapa napata wasaa wa kusema kuwa ni wakati wa vilabu vya Tanzania kufikiria mbali ili kufikia ndoto ya soka la kisasa kwa vitendo, kwa kuacha kuwa wapangaji na kuanza kuwa wamiliki halali wa viwanja, kwani nyumba ya kupanga haijengi jina, bali nyumba yako mwenyewe huacha historia kichwani mwa watu wengine. Je, ndoto ya kuona Simba na Yanga wakiwa na viwanja vyao binafsi ipo karibu au haipo kabisa? Mimi sipo hapa kukupa majibu, bali jibu lipo mikononi mwa viongozi, wawekezaji na mashabiki wenyewe wa timu husika katika kupambania vilabu vyao. Mtazamaji, kama ilivyo kwa mwenda tenzi ngamani huwa marejeo yake, nami sina budi kuishia hapa kwa leo. Asante kwa kunisikiliza na nikukaribishe kusikiliza makala inayofuata. Kama umejifunza kitu kupitia makala hii, usahau kulike, kushare, kusubscribe. Mimi ni David.